Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislamu popote mlipo. Ndugu zangu Waislamu, leo nitazungumzia juu zima ya kaburi kuongea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu nafsi dhaikatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Maana yake tutakufa, kila mtu atakufa, ila linaongea wayakulu alqabri, na linasema kaburi, ana hufratu min khufari nari, mimi ni shimo katika mashimo ya moto. In asaita Allah, ukiwa umemwasi Mwenyezi Mungu. Waradatu min riyadil janna, na mimi ni viwanja katika viwanja vya pepo, ukimtii Mwenyezi Mungu. Kama umemtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi katika maisha ya kaburini utakuwa katika viwanja vya pepo, utapata starehe kubwa kuliko hata starehe ulizozipata duniani, maana ni pale katika viwanja vya janna. Na pia ukiwa umemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, utakuja kupata mkongoto katika maisha ya kaburini, mkongoto wenyewe hujawahi kuupata hapa duniani. Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi ametupa nafasi kubwa hapa duniani ya kufanya mambo mengi. Ad-dunya al-mazra ila al-akhirah. Mtume anasema hivi, dunia ni shamba la kuelekea akhira. Inatakiwa tufunge mkanda, tujitahidi kweli kweli kutenda wema, kwa sababu safari yetu ni mzito, safari yetu ni kubwa. Tumetoka tumboni kwa mama zetu, kisha tupo duniani, na duniani hapa tutaondoka, tutaenda maisha ya barza kaburini, na kaburini tutatoka, tutaenda katika uwanja wa kiyama, na katika uwanja wa kiyama tutatoka, tutaenda kasa. Wengine wa kwenda motoni wataenda motoni, na kwenda peponi wataenda peponi. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kabisa kumcha Mwenyezi Mungu. Na kaburi linasema ya ibuna adama, ewe mwanadamu, ewe mwanadamu, ana baitul wahisha, mimi ni nyumba ya ukiwa. Wa ana baitul wahida, na mimi ni nyumba ya kuwa peke yako mwe. Hapa duniani mtadanganyana, baadhi ya watu watadanganyana, tufanye hivi, kushirikiana katika maasi, ila maisha ya kaburini mtu atakuwa peke yake. Na linasema wa ana baitu dhulmat, na mimi ni nyumba ya giza. Maana yake giza litakuwepo mle tuturo. Kwanza ile unawekwa katika mwana ndani, unapangiwa mbao ama unapangiwa miti, wanakuwekea nyasi, wanaanza kukutupia. Ni giza tosha kabisa lile. Nyumba ile ya ziki kabisa, ndugu yangu, ni nyumba ya magiza kweli kweli, na mimi ni nyumba ya dhiki. Wa ana baitul masaila, na mimi ni nyumba ya maswali kabisa, ni nyumba ya maswali. Mwanadamu atakuja kuulizwa maswali. Man rabbuka, nani mola wako? Ma dinuka, ni ipi dini yako? Man nabiyuka, ni yupi mtume wako? Maswali na kadhalika utakuja kuulizwa katika maisha haya ya barza. Utakuja kuulizwa. Mtu aliyokufa habari zake zimeisha hapa duniani. Kama ukutenda wema, umekula kwako, ndugu yangu. Wewe na mimi bado hatujachelewa, ila aliyekufa na hali ya kuwa hakutenda wema, bali yeye amechelewa. Sisi tuna muda wa kutubia, kumwelekea Allah, kutubia kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo tusipendepende hii dunia. Dunia ni starehe ndogo, inabidi tujitoe kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuende kila kona ya dunia tunaisambaza dini ya Kiislamu. Mnatoka khuruji fi sabilillah, kuna watu wanatoka majumbani mwao wanapita kutangaza dini ya Allah. Kuna mawadhiri mbalimbali wanaingia vijijini, sehemu mbalimbali, wanapita kusambaza Uislamu. Na kadhalika kuna baadhi ya mashehe nao wanafanya kazi ya Allah.
inatakiwa tujitahidi, ndugu zangu Waislamu, tushikamane katika dini ili tukaipukane na vitimbwi vya kaburini. Kaburini, ndugu zangu Waislamu, hakufai. Na kaburi naenda kusema na mimi ni nyumba ya vituko, yani kila aina ya vituko kaburini mule, vituko kweli kweli, vitimbwi kweli kweli. Tusidanganyike na dunia. Dunia sio chochote. Dunia ingekuwa chochote, basi kuanzia zama ya baba yetu Adamu watu saizi ngali wapo wale, ama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngali yupo. Ila dunia si kitu chochote. Dunia sisi tunapita, sisi ni wapita njia. Safari yetu ni ndefu, safari yetu ni ndefu kabisa. Na mimi ni nyumba ya nyoka. Kaburi linasema mimi ni nyumba ya nyoka. Na kweli kweli kabisa kutakuwa kaburini na majoka. Sio nyoka hawa tuliwazoea duniani, ni nyoka kweli kweli walioenda shule, meno yao makali mno. Tusidanganyike na dunia, tukumbuke kaburi, tukumbuke kaburi. Kaburini kuna vitimbwi, na ukifaulu kaburini, basi safari yako yote ya mbele itakuwa ni nyepesi kabisa. Kisha kaburi nasema na mimi ni nyumba ya mge. Nyumba ya mge. Wale mge kule kaburini, kuna mge kama wote. Mge kama wote, sio mge wa mchezo, sio mge hawa wa duniani vijivifulu hivi vidogo vidogo. Hapana, au mge kweli kweli wakubwa wakubwa, ambao watakuvamia katika maisha yale ya kaburini. Kama ukufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, basi tarajia wa mge watakuja kukujeruhi vibaya sana, watakuja kukuangamiza vibaya kabisa. Kisha akasema wa ana baitul atash, na mimi ni nyumba ya kiu. Una kiu mno, kiu. Kwanza mtu unavyokufa unakufa na kiu kali, na kaburini utakuwa na kiu kali. Maji hautapata sehemu yoyote, utapata mateso, mateso ya hali ya juu, mateso kabisa, mateso makubwa makubwa. Haya makaburi usiyaone kupendeza namna hii, habari yake chini ni mzito. Watu wanaenda makaburini wanajichekea, wanaenda kuzika, wanazungumzia Simba na Yanga, wanazungumzia michezo. Ile sio sehemu ya kuzungumzia michezo kabisa, ile sehemu ni ya udhuni kabisa. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maisha ya kaburini hayafai. Yale maisha ni noma mno. Wa ana baitul ujui, na mimi ni nyumba ya njaa. Njaa, njaa, tumbo litasokota, 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 ila chakula hautapata. Chakula wewe hautapata. Kwa sababu gani? Ukumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ukufuata amri zake Allah, na ukufuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uliwapuuzia kabisa, ulimpuuzia Allah na ukampuuzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheitani akakupambia mapambo mno duniani hapa, na ukampenda sheitani kuliko kumpenda Mola wako aliyekuumba. Siku hiyo itakuwa mzito, njaa kali, maisha ya kaburini. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kabisa kutenda wema. Na mimi ni nyumba ya fedheha. Una kila aina ya fedheha mle kaburini. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kutenda wema. Wa ana baitu nayarani, wa ana baitu nayarani, na mimi ni nyumba ya moto. Ni nyumba ya moto. Kaburi ni nyumba ya moto. Matanuru, yani pale kwenye tanuru kutakuwa moto unawaka katika lile shimo. Katika ule mwana wa ndani moto utaotoka pale, utalipuka, utalipuka, utalipuka. Kama mtu anavyobabua tofali zake, jinsi moto unavotisha katika lile pango, katika mwana wa ndani, basi moto utakuwa unawaka mkubwa mno. Utakuwa unababuka, unaungua, unalia, unalia, unalia.
mateso yaliyokuwa juu. Kwa sababu gani? Hukumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hukufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiburi ndicho kitakachoenda kukuponza katika maisha ya barza, maisha ya kaburini. Kisha wa ana baitul mizani, na mimi ni nyumba ya mizani, kupimwa mule wema wako kaburini. Wa ana baitu shar, na mimi ni nyumba ya shari. Wa ana baitu kulli shar, na mimi ni nyumba ya kila aina ya shari. Duniani hapa shari ndogo ndogo tu, vituko vidogo vidogo, tunakimbizana kama kuku tu huko oga. Kile umeingia hivyo umekula mtaa umekisepa, mara kile umepanda ndege fumo inchi za nje, wote nini? Oga, kuogopa. Je, siku hii ambao utakuja kuwaona viumbe ambao hujawahi kuviona tena, utakuwa peke yako katika maisha ya barza. Jiulize, hiyo siku mzito utakuwaje wewe? Hapa duniani tu vitu vidogo vidogo vinakuogopesha na unatoka jasho na unajijambia kutokana na vitu vidogo tu duniani. Mtu akikutisha unashangaa, unatetemeka. Je, siku wamekufunga pipi, wanakupeleka kwa Mola wako mlezi aliyekuumba na ukumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, tujihadhari na hii dunia. Dunia sio sehemu pa kujiziuka. Dunia tumekuja kutafuta pepo. Tujitahidi kulima kuitafuta pepo ili Allah subhanahu wa ta'ala akatuingize katika janna yake. Tusijitahidi kutafuta uharamu, Allah subhanahu wa ta'ala akaenda kututupa katika maisha ya motoni. Isipokuwa mtu mwenye kurehemewa na Mwenyezi Mungu, wa huwa arhama, Mwenyezi Mungu naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kurehemu, arrahimina, wenye kurehemewa. Manake yule Allah subhanahu wa ta'ala atakayemrehemu, ambaye atakayemchagua aliyotenda wema kabisa, basi atakutana na vitimbwi vya kaburini, bali atakuwa na maisha mazuri katika maisha ya kaburini, kwa sababu yeye aliishi duniani kwa kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi kama hivyo wewe ukufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ukufuata maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa wewe ni mlevi, ulikuwa wewe ni mtu mwenye kusengenya, ulikuwa wewe muaji, ulikuwa wewe tapeli, ulikuwa wewe mzinzi, ulikuwa wewe kila aina ya shari unaibeba, basi tambua ya kwamba kaburi litakuja kukuangamiza vibaya sana. Kaburi litakuja kukuponda vibaya sana. Malaika watakuja kukuvunja vibaya sana. Maisha ya kaburini si maisha mazuri, bali ni maisha mabaya mno. Mwanadamu inatakiwa akae anajiuliza, ameumbiwa kwa sababu gani? Ndio vile Allah subhanahu wa ta'ala akakukumbusha ndani ya Qur'an kwa kusema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Tumeumbwa sisi kwa lengo kuu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tukivunja hizo amri, hatutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutaangamia kabisa, kama Allah anavyosema katika sura nyingine, innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yumo katika hasara. Na hasara mwanadamu ataipata kama vile amchi Allah subhanahu wa ta'ala, amfuati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapo mwanadamu ataangamia vibaya kabisa, atabuluzwa kabisa katika maisha ya barza, katika maisha ya kaburini kabisa. Ndugu zangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Mkono kwa mkono peponi tutaingia tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiqi. Assalamu alaykum.